Turudi kwenye wasifu wake. Bob Marley alianza muziki au kujishughulisha na shughuli za muziki akiwa na umri mdogo sana, miaka ya 60, ambapo alifundishwa na upigaji wa gitaa na rafiki yake wa karibu sana aliyekuwa akifahamika kama Peter Tosh, ambaye baadaye walikuja kuunda kundi lililojulikana kama The Wailers. Producer wao kwa wakati huo alikuwa akijulikana kwa jina la Lee Scratch Perry. Alisaidia kwa kiasi kikubwa sana kufanikisha kazi mbalimbali za mwanzo za kundi hilo la The Wailers, hivyo kufanya kundi hilo kuwa bora zaidi nchini Jamaica. Wanamuziki wengine waliounda kundi hilo la The Wailers, mbali na Peter Tosh au Bob Marley, walikuwa ni Neville O'Reilly Livingstone maarufu kama Bone Wailers, Aston maarufu kama Family Man, Rita Anderson Marley, huyu alikuwa ni mwanamke wa Bob Marley, Jude Mowat na Maricia Griffith. Mwaka 74, baadhi ya wanamuziki akiwamo Peter Tosh, Bone Wailer walijiengua kutoka katika kundi hilo. Peter Tosh yeye alijiengua kutoka katika kundi hilo kwa hisia ya kwamba producer wa The Wailers wakati huo alikuwa na asili ya Uingereza aliyekuwa akifahamika kama Chris Blackwell alimpa zaidi upendeleo bwana Bob Marley katika uimbaji kama kiongozi wa sauti na kufanya Peter Tosh kutoonekana au kutoonesha uwezo wake stejini na kumfanya Bob Marley kuonekana na kung'ara zaidi ya wengine katika kundi hilo. Peter Tosh alimtuhumu Chris Blackwell kuwa na upendeleo mkubwa zaidi kwa Bob Marley, akiwa na hisia ya kwamba asili ya uzungu wa baba wa Bob Marley ambayo kimsingi inafanana na asilia ya Chris Blackwell, na kwa sababu hiyo ya upendeleo kwa kiasi kikubwa ilimfanya Peter Tosh kumbatiza jina Chris Blackwell kwa jina lingine la Chris Whitewell. Bob Marley The Wailers walitoa kazi nzuri sana na kufanya watambulike kimataifa na kufanya ziara nyingi zaidi duniani katika nchi kubwa na maarufu kama Ujerumani, Amerika, Uingereza na barani Asia. Kadhalika alifanya ziara 2 barani Afrika kwenye nchi ya Gabon na Zimbabwe. Inaelezwa kwamba kwenye uhuru wa Zimbabwe, serikali ya nchi hiyo ilitoa mwaliko kwa kutuma ujumbe kwenda kumueleza Bob Marley nia yao kutaka Bob Marley afanye onesho kwenye siku hiyo ya uhuru wa nchi hiyo. Management ya Bob Marley ilitaja gharama ya kumpeleka Bob Marley Zimbabwe. Gharama hizo zilionekana kuwa kubwa kwa serikali hiyo changa, hivyo kueleza wazi kuwa wasingeweza kuzimudu gharama hizo. Kutokana na umuhimu wa siku hiyo na kutokana na mapenzi ambayo Bob Marley alikuwa nayo katika bara la Afrika, alifanya uamuzi wa kuonesha onesho hilo bure kabisa, ambapo vifaa vya muziki vilisafirishwa kwa gharama zake mwenyewe kutoka jijini London hadi Harare, Zimbabwe. Bob Marley alikuwa mwana Pan-Africa aliyeamini katika umoja wa watu weusi ulimwenguni kote. Hili linaonekana kwenye nyimbo zake nyingi za Africa Unite, Buffalo Soldier, Zimbabwe, Blackman Redemption na nyimbo nyinginezo nyingi. Ni moja ya mwanamuziki bora sana kwa mauzo ya kazi zao kwa wakati wote. Na kupitia muziki wake ameweza kuhamasisha mamilioni ya watu duniani kote, na ni moja ya watu walioutambulisha na kuupa umaarufu sana utamaduni wa Rastafari. Raisi wa awamu ya 44 wa Amerika, Barack Obama, ni moja ya watu wanaokiri kwamba kuhamasishwa na Bob Marley kupitia muziki wake wa reggae. Hili ni neno lililotumika na jamii ya Rastafarian kumaanisha vitu ambavyo vipo kinyume na matakwa ya Mungu kwa vitendo na kuonesha kupinga ubepari, yani Babylon System, na kukumbatia zaidi ujamaa. Watu wa maisha ya chini Jamaica waliweza kupata misaada kutoka kwa Bob Marley kila walipomtembelea nyumbani kwake katika mtaa wa 56 uliokuwa ukifahamika kama Hope Road, yani barabara ya tumaini. Watu hao aliwasaidia sana katika ada za shule kwa ajili ya watoto wao, na inaelezwa kwa msaada wa kifedha aliyotoa kwa watu waliokuwa wakimtembelea nyumbani kwake. Misaada hiyo haikuwa kwa ajili ya chakula na mavazi tu, bali pia ni msaada wa kifedha ambao ulisaidia watu kuanzisha kitu cha kuwasaidia kimaisha. Licha ya mafanikio makubwa aliyoyapata kutokana na kazi yake ya muziki iliyomfanya auze mamilioni ya nakala za album zake na kufanya ziara karibuni ulimwenguni kote, Bob Marley alijishusha na kuishi maisha ya unyenyekevu na kuheshimiana na watu kwa sababu ya ubinadamu wao. Hii inachangiwa pia na imani yake ya Rastafari kuliko mambo ya kidunia zaidi yaliyokuwa yakifahamika kama materialism.
Mwanae wa kwanza aliyefahamika kwa jina la David Marley, almaarufu Ziggy, anasema licha ya mafanikio makubwa ya baba yake, bado baba yake aliwachukua na kwenda nao kutembelea marafiki zake ambao waliokuwa hawakufanikiwa kabisa, na aliwapa msaada walipofika huko. Mwanahabari mmoja aliwahi kumhoji Bob Marley iwapo yeye ni tajiri kutokana na kazi zake za muziki. Bob alihoji, utajiri unamaanisha nini? Mwanahabari huyo akamwambia, je, una fedha nyingi kwenye akaunti yako ya benki? Je, una mali nyingi sana? Ndipo Bob Marley akajibu, sina aina ya utajiri huo. Mimi utajiri wangu ni maisha ya milele. Have you made a lot of money out of your music? Money? I mean, how much is a lot of money to you? Yeah, that's a good question. Have you made, say, millions of dollars? No. Are you a rich man? When you mean rich, what you mean? You have a lot of possessions? A lot of money in the bank? Position make you rich? I don't have that type of richness. My richness is life, forever. Bob Marley alipata umaarufu na mafanikio makubwa sana kupitia nyimbo zake za One Love, Zion Train, Iron Lion Zion, No Woman, No Cry, Buffalo Soldier, Zimbabwe, Africa Unite, Three Little Birds, Waiting in Vain, Is This Love, Get Up, Stand Up, Positive Vibration, Wake Up and Live, Exodus na nyinginezo nyingi sana. Wimbo wake wa Get Up, Stand Up ambao alioimba akiwa na Peter Tosh ulitumika kama wimbo wa kuhamasisha kupigania haki za kibinadamu, na ulitumika na taasisi kubwa za kutetea haki za kibinadamu ulimwenguni kama Amnesty International. Nyimbo zake mbalimbali zimetumika katika filamu maarufu zaidi zilizochezwa na wacheza sinema maarufu wa Amerika, kama wimbo wa Three Little Birds unaotumika katika filamu ya Will Smith, I'm Legend. Wimbo wa War unatumika katika filamu ya Idris Elba ambayo akiigiza kama Mandela, filamu hiyo maarufu kwa jina la Long Walk to Freedom. Jina lake kwa sasa linatumika kwenye alama za kibiashara ambazo nyingi sana zimezalishwa na makampuni yanayomilikiwa na familia yake. Makampuni hayo yanazalisha bidhaa kama vile vinywaji, mavazi, t-shirt, viatu, makoti na kofia. Kadhalika, makampuni yake mengine yanazalisha bidhaa kama vile mabegi ya wanawake, handbags, pamoja na bidhaa za urembo kama vile lotion, mafuta ya ngozi, mafuta ya nywele, marashi, na makampuni yote hayo yanajulikana kama Bob Marley Group of Companies, yanayosimamiwa na mwanae wa kike anayejulikana kama Cedella Marley. Cedella Marley, yeye mbali na usimamizi wa kampuni hayo ya marehemu baba yake, pia ni mbunifu wa mavazi. Utajiri wake kwa makadirio ya hivi karibuni, kwa mujibu wa jarida la Forbes, unaelezwa kuwa ni dola milioni 130 za Kimarekani kwa mujibu wa mtandao wa The Richest. Bob Marley alikuwa na mahusiano ya wanawake wengi, akiwamo mrembo wa dunia mwaka 76, Cindy Blackspear. Watetezi wake wanaeleza kuwa Bob Marley hakuwa womanizer, yaani mpenda wanawake kuliko kawaida, kama ilivyosemwa au inavyosemwa na baadhi ya watu, bali wanawake wenyewe ndio waliokuwa wakijitongezesha kwake, na inaelezwa kuwa alikuwa ni mtu mwenye aibu sana. Baadhi ya wanawake walielezewa kuvutia na sura ya Bob Marley, kitu kilichopelekea kujiingiza wenyewe mkenge katika mahusiano naye. Jude Mowat, aliyekuwa ni mwanamuziki wa kundi la The Wailers, anasema licha ya visa vya Bob Marley kuwa katika suala zima la mahusiano mengi, mkewe Lita alikuwa na heshima kubwa sana kwa Bob Marley licha ya kujua kilichokuwa kinaendelea. Hadi anafariki dunia, Bob Marley aliacha watoto 11. Wawili walikuwa wa kuasiliwa, yaani Sharon na Stephania, ambao Lita alizaa na wanaume wengine. Pia aliwahi kuwa na mahusiano na mtoto wa rais wa Gabon, Omar Bongo, aliyeitwa Pascaline. Huyu ni mtoto wa Omar Bongo, ndiye aliyefanikisha ziara ya Bob Marley kwenda nchini Gabon mwaka 80. Bob Marley alinusurika kuuawa kwenye nyumba yake kwa kushambuliwa na wahalifu waliotumia bunduki. Shambulio hilo lilitokana na chuki za kisiasa zilizokuwa zikiendelea nchini humo kwenye miaka ya 70, ambapo upande mmoja wa kisiasa uliamini Bob Marley alikuwa upande wa pili dhidi ya upande mmoja.
Alipoulizwa iwapo Bob Marley na upendeleo wake wa kisiasa, Bob Marley alikanusha kabisa na kusema amuungi mkono Michael Manley wala Edward Seaga wa chama cha Jamaica Labour Party, yani chama cha wafanyakazi wa nchini Jamaica. Kutokana na hali hiyo, Bob Marley aliondoka nchini Jamaica kwenda uhamishoni nchini Uingereza ili tu kujinusuru na hatari hiyo kubwa ambayo ingejitokeza kati yake. Baada ya kuwa ameondoka, hofu na wasiwasi mkubwa ulipanda kutokana na pande zote mbili kuzidisha uhasama. Uhasama huo ulipelekea watu kuuana na kuumizana kwa kiasi kikubwa sana kwa mashambulizi ya silaha kubwa hata za asilia. Kutokana na umuhimu wake, ushawishi wake katika nchi hiyo, serikali ya Jamaica ilituma ujumbe kwenda Uingereza kwa Bob Marley ili muamuru arudi nchini Jamaica kwa ajili ya kusaidia kutuliza ghasia hizo ambazo zilikuwa zikiendelea. Serikali ilitaka kutumia kipaji chake, sauti yake kutuliza ghasia hizo. Bob Marley alikubali moja kwa moja na aliandaliwa onesho kubwa. Alipoulizwa na mwandishi wa habari kwa nini alirudi nchini Jamaica, alisema, maisha yangu si muhimu sana kama siwezi kusaidia watu wengi. Siku aliporudi nchini Jamaica, uwanja wa ndege ulifurika